Wananchi wa Mbweni wamefanya kikao cha mwendelezo cha kujadili kwa kina changamoto inayotokana na uwepo wa baa katika eneo lao, hali ambayo imekuwa ikilalamikiwa kwa madai ya kuathiri maadili, utulivu na ustawi wa jamii. Katika kikao hicho kilichohudhuriwa na wakaazi mbalimbali wa eneo hilo, wananchi wameeleza wasiwasi wao juu ya mwenendo wa shughuli zinazofanyika katika baa hiyo. Miongoni mwa hoja zilizojadiliwa ni pamoja na kuongezeka kwa uuzaji na matumizi ya ulevi kupita kiasi, mavazi yanayoonekana kwenda kinyume na maadili ya Kizanzibari, pamoja na vitendo vinavyodaiwa kuvuruga amani hasa nyakati za usiku. Mazingira nilokuja kuyakuta Mbweni ni tofauti na sasa hivi yalivyo. Kwa kweli na haki, wakati nasoma nilikuwa natoka uwanja wa ndege mpaka Chukwani kwa miguu. Lakini sasa hivi mtoto anasoma tuition hapo hawezi kwenda kwa miguu kutoka zake hapo branch mpaka, kutokana na mazingira yalivyo sasa hivi. Jamii ndiyo inayoathirika zaidi. Mama na watoto ndiyo tunaoathirika zaidi, kwa sababu mama anakuona hofu, ukienda huko mwanangu sio atarudi salama ama la. Hapa sasa hivi pashakuwa sio paba ba, wakati wake uko nje ya mji ambapo hata majumba haipo, mwenye kutaka anafata. Wakati ule sisi tumesoma Kiembe Samaki, hakuna sekondari, tulikuwa tunakaa Chukwani. Maana yake tulikuwa tunapelekwa wapi? Mjini. Hatukwenda kusoma, tulisoma na daladala kulikuwa hakuna, lakini tulisoma alhamdulillah, tumemaliza. So anaitaka ba na aende huko, kama Dunga, kama Kianga, kama wapi, ataipata. Na hata wao mwenye usafiri wake inshallah mazali anataka abiria wa baa atampata, kwa sababu baa itajengwa huko. Lakini katika mazingira ya jamii athari nyingi sana katika kupambana na masuala ya baa. Tulifika wakati tukajikusanya tukaenda mahakamani. Tulikuwa watu wengi kusema kweli, na tulipinga baa hizi hapa zote. Tulijigawa, watu 4 wanapinga huku, 5 wanapinga huku, yani mpaka Chukwani huko zote tulipinga. Mimi nilisimama kwa kuipinga baa hii hapa, na sheria ilivyo, kwa sababu wao walikuja na wakili wao. Sisi hatuna wakili kule mahakamani hapa Kwerekwe. Mimi niliposimama nilimwambia jaji hivi, na mimi nina saumu, naambia mheshimiwa jaji, hapa kila mwaka mnataka ili wapewe leseni hawa, wakiwa hakutokea tu kupinga mnawapa leseni. Watu waje wapinge, tena wapinge kwa pointi kubwa ambazo kwamba pana hospitali, pawe na sehemu za nini, skuli, ndio vigezo vyao hivyo ili ifungwe. Sehemu za ibada, yani ustaji, vitu kama hivyo ndio watakufungia, wataifunga. Mimi nilipomwambia mheshimiwa jaji, mimi ndio mara yangu ya mwanzo, na mwambie hivyo jaji, mara yangu ya mwanzo na ya mwisho kuja hapa kusimama juu ya kiriri hichi cha mahakama. Mimi sijawahi kusimama kwenye mahakama hili, na kuachia we na Mungu ukiwapa leseni yao. Ndio mwaka mmoja ilifungwa hii. Mwaka uliofuata hatuwezi tena kwenda kila siku kupinga. Ikiisha kuwa mwaka umeifunga, mwaka wa pili uende ukapinge tena. Kwa kila siku mwaka uende ukapinge. Basi ilifungwa mwaka nzima hii. Kwa kauli yangu hiyo nilimpeleka yule jaji kwa Mwenyezi Mungu. Lakini zilizobakia nyingine ile pale ile haikufungwa, zilizobakia zote hazikufungwa. Ilifungwa baa hii tu. Magari yanaanzia hapo pote mpaka siku hizi, kwa vile ilivyokuwa kila mtu ana gari. Hapa tulipo usiku panaye kwa magari. Kuweka gari si tatizo. Hao watoto wetu, si nasemea watoto wetu, si watoto wa Mbweni peke yake wanaokuja hapa. Watoto wetu wa Kizanzibari, pengine wako vyuo, wengine wanashuka hapa, wana viguo vyao, utakimbia wewe. Kwa kuona kwa jicho langu, sikuhadisiwa. Kipindi cha nyuma tulisimama sana kwenda mahakamani. Mmoja wapo mimi nilisimama katika kupinga hilo, lakini ilionekana kwamba mimi ndio ni hasama wa hao tunaopambana nao, mpaka nilifika pahali nikafanywa mimi kafara nife. Lakini matokeo yake
kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, sababu tunasimama kwa ajili ya Allah aliyeniwekea kafara, kwa sababu alichukua jina langu akaliandika, akachukua mbuzi, aliliandika jina langu kwenye mbuzi, akalichora kwenye mbuzi, alafu yule mbuzi akaniuliwa kwamba mimi ndio nifanya nini, nife, lakini matokeo yake mwenyewe ndiye aliyekufa, mimi nikawa bado niko hai. Na tulifika mpaka kwa mkuu wa mkoa kwa ajili ya kulipinga hili, na mkuu wa mkoa alikuja akaleta amri kwamba baa ifungwe, lakini matokeo yake kama alivyosema Sheikh Ali kwamba baa ilikuja kuendelea ikaendelea kuwepo. Kila mwaka ukifika inaanza upya, kama watu hawajaenda kupinga inaanza tena, wakienda anza kupinga inasimamishwa. Yaani watu wakija juu kama hivi inafanya kama kusimamishwa, kubulaishwa tu kwamba imesimamishwa, lakini baada ya hapo tena baa inaendelea. Kopo ya bia na machupa ya konyaki. Kila alfajiri tunakuta makopo ya pombe ndani ya debe langu la taka. Imebidi sasa hivi naishi nalo ndani mwenyewe kama mtoto wangu. Haya, mbali ya hayo tumemaliza ya mtaani. Hayo makero tena usiku ndo hatutoki. Kwa kila siku nimsafirisha mume wangu mpaka airport, sasa hivi nashindwa kutoka. Naogopa kurudi peke yangu, nikafungua nyumba nikaingia ndani. Kwa hivyo inabidi achukue taxi. Nilikuwa nataka kujenga chumba cha uani kwa ajili ya jukuu zangu, mume kanikataza, kanambia unawekea jukuu zako ajua toroke uende bapo. Kwa hivyo wafungie huko ndani mwetu, tutalala kwa magodoro. Kwa hivyo katika waathirika, na mimi ni mmoja wapo mwathirika, sijui kama kuna mtu kapata action kama hiyo kuliko mimi. Tutawaona tu barabarani wameanguka, lakini mimi alikuja kujifungia chumbani. Akakinga akaona chumba kiko wazi, akafunga mlango akatia lock. Hafungui kwa sisi wala kwa polisi. Nikatuma mtu akaenda polisi, bado kuna mtu kajifungia chumbani uje. Wale jamaa waliozunguka pale walipoona polisi wanakuja wakatawanyika. Hasa wengine nilikuwa nawafahamu kama wawili hivi, nikaja kuuliza nini mambo yao kilevi. Yule kaja na mgeni, alafu kala pesa zetu, kala bia yetu. Yeye ni mgeni, kaja na mwenzake kumleta. Lakini mambo kama hayo mengine, matusi, uko na wazazi wako, uko na wageni wako zako, watoto wanatukana matusi ya laana. Siwezi kuyasema hapa. Wanataja vile, yani live wale matusi. Baada ya majadiliano hayo ya kina, maamuzi yaliyofikiwa katika kikao hicho ni kufuata taratibu za kisheria ili kutatua changamoto hiyo. Chukua kwamba tutaitengeneza minutes kwa pamoja vizuri, na kwa kuanzia tutapeleka taarifa au ombi la kukataa kuwepo kwa baa hii na nyinginezo na maduka ya kuuzia vilevi hapa katika eneo letu. Tutaianza kwa mkuu wa wilaya, lakini imeshauriwa, nadhani Mheshimiwa Abdallah ameshauri vizuri, pamoja na kupeleka kwa mkuu wa wilaya, tutapeleka vile vile kwa Mheshimiwa Waziri anayehusiana na nakala, kwa maana nakala anahusiana na tawala za mikoa, lakini vile vile tutapeleka kwa bodi hiyo ya vileo na wengine wengi, hata sheha mwenyewe tutampa hii taarifa. Sasa hiyo itakuwa ni hatua ya awali, lakini hatua nyingine, kwa sababu sheria inaelekeza kwamba tukitaka kupinga jambo kama hili tunaandika kwa mwenyekiti wa bodi hiyo ya vileo. Vile vile tutapeleka kwa mwenyekiti wa bodi ya vileo ili tupinge hili jambo. Na criteria zilizopo kwenye sheria itaangalia namna gani uzito wa jambo hili kufanyika. Changamoto iliyokuwepo, mimi naelewa serikalini sheria zinakuwepo, lakini kuna watu ambao wanatakiwa wasimamie hizo sheria. Hapo ndio changamoto inapoanza kutokea, kwamba inawezekana huyo ambaye ataka wapa kibali hapa, yeye mwenyewe hajawahi hata kufika hapa, wala hayajui hata haya mazingira hapa yakoje. Inawezekana tumekaa sana na hili jambo ambalo ndio Mheshimiwa Rais analikataa. Tunafanya kazi maofisini sana kwenye viti bila ya kutoka kwenda kuangalia uhalisia ulivyo. Mathalan, tumeelezwa vizuri na Sheikh Ayub, ujenzi holela. Ukiwaona hao wanaojenga wengine wana vibali kabisa, lakini anayetoa kibali amekaa ofisini, ametoa hicho kibali kwa pesa, just ana pesa, lakini hayajui mazingira hilo jambo linalokwenda kujengwa.
Lakini vile vile wapo wengine ambao hata vibali hawana. Jamani, mimi nimepambana na container la welding liko pale, na nasikia huyu ambaye anatoa lile eneo alikuwa ni naibu sheha. Naibu sheha. Manake sheha ndiyo serikali yetu ya mtaa. Sasa naibu sheha manake ni msaidizi wa sheha. Na yeye anakubaliana na lile jambo. Na hii yote sisi tulikuwa tufanye kikao pale na wala kulikuwa hakuna dhambi yote. Amekasirika kwa sababu tumepinga hata lile container kuwepo pale. Kwa sababu anapata yeye maslahi yake. Sisi wanajamii tuna hiari tupate maslahi yetu kwa madhara ya watu wengine. Ndio hili ndugu yetu mwenye bodaboda analozungumza. Midamu yeye anasema sisi, yani kwa umoja. Yeye ni peke yake aliyesimama. Lakini anasema sisi anaiweka mengi. Inawezekana yeye ni mwakilishi wa wengi. Lakini sisi ambao tunapinga jambo hili, tunapinga kwa maslahi ya jamii kwa ujumla na si maslahi ya kiuchumi. Otherwise kama tungekuwa na maslahi ya kiuchumi sijui labda tungeacha, au kuna wengine ambao wanatoa maduka yao wanauza vitu ambavyo vina facilitate uovu huu unaoendelea. Tunawaomba wenye maduka hapa yote ambayo hayahusiani na pale, kwa namna moja ama nyingine wasifacilitate vitendo hivi kuendelea. Tunawaomba, kwa sababu kwa mfano kama hizi gilasi zinauzwa katika maduka hayo ambayo hayauzi pombe, lakini manake ina facilitate yale mambo kuendelea. Tunavyo kwa maeneo mengine yanatoa huduma za chakula kila sehemu. Kwa nini wanakuja kuweka hapa? Kwa sababu kuna soko la wanywaji, wanakwenda wananunua pale chakula. Waache, kwa sababu sisi waeneo wakazi ndio hatutaki uovu huu. Kwa hiyo anyway, cha msingi tutatengeneza minutes. Tutatengeneza minutes zote ambazo kikao chetu cha awali na cha leo, na tutaambatanisha na orodha ya sote tuliohudhuria. Kwa kuanzia, ombi letu la kufungwa baa hii pamoja na maduka ya vileo katika eneo letu la makazi tutaliwasilisha kwa mkuu wa wilaya, tutawasilisha nakala kwa waziri mhusika, tutawasilisha kwa mkuu wa mkoa, tutawasilisha na kwa moja na mwenyekiti wa hiyo bodi ambayo inatoa leseni. Sasa basi tutafuatilia outcome yake. Tutafuatilia, na naamini kwamba kwa hatua hii tuliyoichukua kwamba hili jambo litafanywa kazi haraka iwezekanavyo. Angel Paul, ASAM Online TV.